Wandugu zangu na wasalimia, wana East Africa wenzangu na wasalimia. Mimi naitwa kwa majina la Hassan Safari Ruramirwa, ni mwananchi kutoka Kongo. Na leo tuko tarehe 21 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Wandugu zangu ambao wako na kufa, Watusi ambao wako na kufa nchini Kongo, sio Watusi wa raia, bali ni Watusi wanajeshi. Na hicho kitu nimekuja kuambia wana East Africa, na wewe kama uko mtu wa East Africa ukipata hii video, jitahidi uitumie mwingine na mwingine atumie mwenzake, ili East Africa yote na Afrika kwa ujumla ijue ni kitu gani ambacho kinaendelea Kongo juu ya Watusi. Watusi ambao wako wanakufa nchini Kongo ni Watusi wanajeshi na sio Watusi raia. Hiyo kitu mkijue. Watusi, narudilia tena, Watusi ambao wako wanakufa nchini Kongo ni Watusi wanajeshi na sio Watusi raia. Watusi wameamuaga kutengeneza makundi ya kijeshi ili kupiganisha serikali ya Kongo. Ziko kundi kama 4 au 5. Kuna M23 ambao wote mnaijua, kuna Twirwaneho, kuna Ngumino, kuna Red Tabara. Hizi zote ni kundi za Kitutsi ambazo ziko pale sababu ya kupiganisha serikali ya Kongo katika madai ambao wao wanadai kuwa wanabaguliwa. Sasa hili swali la kubaguliwa tulilete kwanza tulijadili. Utabaguliwa vipi wewe wakati uko na kwenye kabila lenyu muna majenero katika jeshi? Unabaguliwa vipi wakati kwenye kabila lenyu muna wajenero kwenye polisi? Unapaguliwa vipi wakati kwenye kabila lenyu muna watu ambao wanafanya kazi kwenye institutions zote za nchi? Yani popote kwenye institution yoyote ya Kongo ambao utaenda, utakuta Mtusi yuko pale anafanya kazi. Tena wanamiliki zile ngazi za juu, wako kwenye ngazi za juu. Sawa? Tuna wa ministers Kongo ambao ni Watusi, kama Minister Gisaro, huyo ni Minister of Infrastructure Kongo, ni Mtusi. Sawa? Tuna majenero katika jeshi. Tuna majenero wengi sana katika jeshi la Kongo ambao ni Watusi. Tuna majenero katika polisi ambao ni Watusi. Lakini hao Watusi ambao wana occupy, yani wanadhibiti zile ngazi za juu za kiserikali, bado wanaandamana kusema kuwa wanabaguliwa, bado wanaandamana kusema kuwa wanauawa. Hao Watusi bado wanaunda makundi ya kijeshi ili wapiganishe serikali yetu. Na hao Watusi wanajiita kuwa wao ni Wakongomani, lakini ule ukongomani wao na ule uzalendo wao kupenda ya Kongo hatuuoni. Sasa ndugu zangu, mnataka kuniambia wale watu wanabaguliwa kivipi? Wale watu wanauawa kivipi? Sawa, serikali ya Kongo leo inataabika sana sababu ya Watusi. Serikali ya Kongo leo inapitia kwenye muda mgumu sana kwa sababu ya tabia ya Kitusi, kuwa wao ndio wa kwanza kulia, wao ndio wa kwanza kufanya mabaya. Wao Watusi washaua wangapi Kongo? Wameua watu ngapi? Kuanzia 1996 vurugu za Kongo zimesababishwa na Watusi. Kuanzia 1996 serikali ya Kabila iliwakubalia chochote ambacho walikuwa wanaomba, iliwakubalia, iliitika, ilikubali kabisa, iliwapatia chochote, iliwapatia madaraka zote ambazo wao wanazihitaji Kongo. Sawa, iliwapatia ujenero, iliwapatia udhibiti wa madaraka makubwa sana, mpaka vice president wa nchi. Watusi wamewahi kuwa vice president wa Kongo, wamewahi kupewa madaraka kama hayo. Sasa tujiulize, hata kuwa wamepewa madaraka kama hayo, wameacha mauaji nchini Kongo, ama wameacha kulia kuwa wabaguliwi, ama wameacha kuunda vikundi vya kigaidi, vikundi vyenye kusikilia silaha ili kupiganisha serikali ya Kongo? Hawajaacha, wameendelea na mpaka leo wanaendelea. Lakini wao Watusi ndio ambao wanajipeleka duniani kujionyesha kuwa wao ni wa victims, wakati wao ndio nyoka, wakati wao wao ndio wabaya, wao ndio masatan, wakati wao ndio mashetani wakubwa. Lakini wao tena ndio wa kwanza kwenda duniani kuonyesha kuwa wanateseka, wanauawa. Kipindi ambao wanafanya vitendo kama hivyo ni wao ndio wanaua, wao ndio wanatesa, wao ndio wanafanya uwizi, wanaiba mali ya Kongo kupeleka Rwanda, wanaiba mali ya Kongo kupeleka Dubai, wanafungua makampani ambazo zinahusika na kuiba mali ya Kongo, na hao Watusi ndio wako wanaenda kujitangaza kuwa wanauawa, wanateseka nchini Kongo. Ndugu zangu, wana East Africa wenzangu, naomba mufuatilie hii siasa ya Watusi kwa makini. Hii siasa ya Watusi ina uongo mwingi sana ndani yake. Hii siasa ya Kitusi ni siasa ambayo ina uongo mwingi, ni siasa ambayo inataka kuonesha kuwa wao ndio wa victim. Kipindi wao kabisa, kipindi wao ndio wabaya ambao wanaua wengine.
Ndaomba wana East Africa wenzangu, wana Afrika wote, nendeni vizuri mkafuatilia historia ya Watusi Kongo. Mtagundua ni kiasi gani hao jamaa wameshafanya crime nyingi, na reason why wanaanza na Marekani ku strike, wanaanza na Kenya Nairobi ku strike ni kwa sababu wale wakubwa wa Kitusi ambao wamefanya mabaya Kongo hawataki wafikishwe kwenye vyombo vya kisheria. Watusi hawataki ndugu zao ambao walikuwa wanashikilia madaraka fulani Kongo, sawa, wafikishwe kwenye vyombo vya kisheria. Ndio kwa maana wanaanza kustrike, watu tunabaguliwa nini. Sasa ukiongelea wakimbizi, Watusi wana idadi kubwa ya wakimbizi nje ya Kongo kuzidia wakongomani wengine. Mnajua ni wakongomani ngapi ambao si Watusi wako kwenye kambi ya Kakuma Kenya? Ni wangapi? Ni wengi sana. Ni wakongomani ngapi ambao si Watusi ambao wako kwenye kambi la kikimbizi la Uganda au Burundi au Tanzania? Ni wengi sana. Sasa kwa nini wale wakongomani wote hawalalamiki, hawagombani? Ni wao tu ndio wa kulalamika, ni wao tu ndio wa kugombana, ni wao tu ndio wa kulia, ni wao tu kila siku ndio ambao wanaleta matatizo nchini Kongo. Wanaafrika wenzangu, muna macho pia, fungueni macho yenu, angalieni ukweli na uhakika ya hivi vitu, fuatilieni, fanyeni investigation zenyu, mtagundua mubaya katika hii kitu ni nani. Sawa, Kongo kulisha kufa zaidi ya milioni 15. Waliowa hizi milioni 15 wa Kongomani ni wanani? Ni wanani? Fanyeni investigation. Fanyeni investigation. Kama kweli Watusi ni raia wa Kongo na wako proud kukuwa Wakongomani, basi hawatakuwa kila siku naunda kundi za kigaidi ili kuja kupiganisha serikali ya Kongo. Hiyo kitu inaoneshaga kuwa wao sio wazalendo wa Kongo. Wao ni watu ambao wana pretend kuwa wazalendo wa Kongo sababu ya kuiba mali ya Kongo na kuipeleka nje, lakini kiukweli wao wanajiita Wakongomani huku wakiwa na uzalendo wa nchi nyingine ambayo sio Kongo. Na malizia pale.